Vodacom, kazi ni kwako. Una manage wasanii, una manage Diamond, una manage na AY. Kwa upande wa AY umepangiwa majukumu gani? Actually mimi nikifanya kazi ya kumanage artist nafanya 360. 360 inamaanisha napiga kila kona, siachi sehemu yoyote. Ina maana sehemu yoyote ambayo at least msanii wangu afike katika level ya juu inabidi niifanye. Siwezi kuiachia nikasema eti nafanya hapa. Naweza nikasema nimepangiwa majukumu haya lakini siwezi kuiacha. Mimi napenda kuexpand vitu vifike mbele zaidi na kuhakikisha soko letu la muziki linafika mbele. Na nilizungumzaga kwa watu fulani na Tale nikamwambia bwana, ili swala inabidi tulibadilishe industry iwe kabisa misimamo ya hela isimamike zaidi. Managers ziwe zina nguvu, managers zinaweza kusimamia, manager anaweza kusafiri kufanya promotion. Kama last year nilisafiri nikaenda kufanya Uganda promotion ya Nana ya Diamond na matokeo yake ilionekana Diamond akafanya show uwanjani. Kwa hiyo ni definitely unatengeneza brand as a manager, at the same time unafanya kazi ili kwa ajili ya kukuza soko letu la muziki Tanzania. Tuzungumzie kuhusiana na nani Diamond kukutana na Kanye West, ilikuwa wapi, mlikuwa mnatokea wapi na ilikuwaje akakutana naye Kanye West? Hebu tuambie. Actually kwa story ambayo aliniambia Diamond kwa Kanye alikutana naye airport, alikuwa amekaa kwenye benchi na kwenye mabegi, ameshachukua begi yake na msubiri Tale kwa sababu alikuwa US Miss kwenda, lakini aliponadisia kwa nikamuuliza bwana imekuaje, akaniambia bwana issue ilikuwa iko hivi, nilikuwa nimekaa kwenye benchi na chat kwa sababu ndio nimepata wifi, kwa hiyo nilikuwa naangalia WhatsApp zangu, niangalia nikamsikia mtu ananiambia naomba nitake picture ya viatu vyako. Kwa hiyo hakuwa na tension ya kumwangalia ni nani alimwambia vile, kwa hiyo akamwacha mtu apiga picha wakati anaendelea kuchat. Sasa kaona yule mtu anazidi anapiga picha zaidi ya moja, umeona. Kwa hiyo kuangalia juu kama ni Kanye, ndo akapata shock kidogo kama vile vipi. Ndo ikawa baada hapo Kanye akamwambia thanks, akamwambia bwana naomba na mimi take picture. Kwa hiyo katika take picture pale ndo akajitambulisha na nini na vitu vingine. Tale akaja pale, kwa hiyo kuna mawasiliano na contacts zabadilishwa pale na vitu vingine vinaendelea hapo. Kwa hiyo na kitu ambacho tulishawahi kumwambia Diamond, chochote ambacho hata kama kikitokea kwako, umeelewa, usikimbilie kuomba collabo sio muendelezo wa biashara. Kwa hiyo angalia kitu cha kwanza ni contact, ndio unaweza kufanikisha. Kisha contacts ikishaita huko, wewe achia kazi yetu, sisi tuendelee tutafanya vipi. Tunakaa na Tale na Fela, tunajua tunakifanya kitu gani, tunashauriana na tunafikisha malengo yetu kama kawaida, kama nia tulivyofanya na tumefikia malengo, na definitely video karibuni inakuja. Kwa hiyo to expect the best. Actually hivyo vitu vinakaa ndani, kwa hiyo tunaomba dua tu, umeshaelewa. Kwa nini tunaomba dua? Kwa sababu tunataka vitu kwanza, uwezi kuviweka vitu wazi moja kwa moja. Leo unapofika vitu wazi inabidi project ishakamilika. Kama unakumbuka Nio nilikutana naye kwenye MTV, kwa hiyo vitu vilikaa kimya, lakini mpaka studio session imeshaisha, umeona video tulikuwa katika hatua za mwisho. Kwa hiyo ndio vitu vinaikuwa wazi, at least mpate hype ya kujua nini. Kwa hiyo hatuwezi kuongelea vitu vyote ambavyo vinaendelea sasa hivi kati yetu sisi na upande wa pili akina Kanye West. Kwa hiyo tunaenda moja hatua baada ya nyingine. Tunapofika tutasema. Hatuwezi kuzungumzia sasa hivi kitu kinaweza kutoka mwakani, tutakiwa hype, umeona.